katika hali ambayo unaweza kumkatia tamaa, lakini nikasema cha nimwombee. Nilipomgusa nasema kwa jina la Yesu Kristo, mapepo walimuinua. Sasa wakati ule nilikuwa nimeshika kwa mafungo na shinda nguvu ya kumshika, lakini Mungu alinisaidia. Bwana asifiwe. Mungu alinisaidia. Sasa hakuna jina lingine ambalo talisema katika majina yote ya dunia na mbinguni, hakuna jina ambalo talisema na mapepo na majini yakimbie, lakini Yesu Kristo ni Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Wanadamu wengi hawajui hilo, lakini kuzimu anajua, shetani anajua. Bwana asifiwe. Wapendwa, kujua hili ni wokovu, kujua hili ni uzima, kujua hili ni uheri. Wale ambao hawajui hili ndio bado wanatawaliwa na dhambi. Wale ambao hawajui hili ndio bado wanasumbuliwa na wachawi na walozi na majini. Lakini wale ambao wanajua hili, wachawi hawana mamlaka juu yao. Bwana asifiwe. Dhambi haina mamlaka juu yetu, na nguvu zote za giza hazina mamlaka juu yetu. Watu ambao wanafahamu hivi, ukiona mtu bado anapagawa na majini, hajatambua hilo. Hawa ni Wakristo nusu. Wakristo ambao bado wanasumbuliwa na majini, bado wachawi wanawagaragaza. Hawa ni Wakristo nusu. Ni Wakristo ambao hawatambui hili. Ni Wakristo ambao ndani yao uhai wa Yesu Kristo bado haujatawala. Bwana asifiwe. Wapendwa, tuna haki ya kusifu Mungu. Tuna haki ya kumshukuru Mungu. Kila unapotafakari ushukuru Mungu. Maana kuchinjwa kwa Yesu Kristo, kufa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwake, huwa tunasema kwamba ni moja kati ya sije au ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vinawafanya malaika waabudu Mungu. Malaika wanaabudu kuchinjwa kwa Yesu Kristo, wanatambua kile kilichofanyika. Bwana tusaidie sana. Wako wanadamu ambao hawajui kabisa. Wako wanadamu ambao bado wanafungwa, akili zao zimefungwa. Siku moja tukasema kwamba watu ambao bado shetani iko na mamlaka juu yao, watu ambao bado shetani ana mamlaka juu yao, watu ambao wachawi na mamlaka juu yao, ni watu ambao hawana hii taarifa. Jambo la pili ni watu ambao wameamua kujitiana kwa shetani wenyewe. Maana Biblia inasema msimupe ibilisi nafasi. Kwa ibilisi anaweza kupata nafasi kwa watu ambao wanampea nafasi. Bwana tusaidie. Lakini Wakristo ambao wameamua kumnyima ibilisi nafasi, wametambua hii taarifa na wameamua kumnyima ibilisi nafasi, ibilisi hawezi kupata upenyo, haiwezekani. Bwana asifiwe. Shetani hawezi kupata upenyo, dhambi hawezi kupata upenyo, wachawi hawezi kupata upenyo, majini hawezi kupata upenyo. Watajaribu ndio, watajigeuza mapuzi, watalialia kwa mapesi ndio, lakini hawatafaulu kitu. Bwana tusaidie sana. Acha tusimame tumwambie Mungu tunakushukuru. Tumwambie Mungu tunasema asante kwa kila ambacho umekifanya kutukomboa. Sasa tunatambua ya kwamba umaalumu wa kifo chako, ya kwamba wewe ndiye ulikuwa wa kwanza kutundikwa, kuhukumiwa kifo bila makosa, lakini ulihukumiwa kwa ajili ya makosa yangu ili niweze kuokolewa. Sasa Baba, naomba uniokoe. Kifo chako kinipe uzima, nihisi uzima wako Yesu ndani mwangu, nihisi ushindi, utembee kwenye ushindi. Maana kufufuka kwa Yesu Kristo pia kulitengeneza ushindi usioweza kubadilishwa. Ni ushindi ambao hauwezi kubadilishwa. Unajua ushindi za kibinadamu, ushindi wa wanadamu unaweza kubadilika. Leo ukashinda, kesho ukashindwa. Simunaona hata wachezaji wa mipira. Bwana tusaidie. Amen. Zile magrupe zinazocheza mipira. Leo mnaweza mkashinda na mkaimba ushindi, lakini mkashangaa ile timu iliyoshinda siku nyingine inashindwa. Hamjawahi kuona kitu kama hicho? Bwana tusaidie sana. Lakini ushindi ambao tunaupata ndani ya Yesu Kristo, ushindi wa Yesu Kristo ni ushindi ambao hauwezi kubadilika hata milele. Bwana asifiwe. Ni ushindi
ushindi ambao hauwezi kubadilishwa, ni ushindi wa milele. Na ule ushindi si ushindi wake, lakini ushindi wetu. Bwana asifiwe. Alitutengenezea sisi ushindi wetu. Mwambie Bwana, ninatamani pia kuishi kwenye ushindi. Nihisi ushindi wako, alama za ushindi wako ziwe juu yangu. Bwana tusaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa siku ya leo. Asante kwa asubuhi tofauti. Asante kwa asubuhi maalumu. Asante kwa siku maalumu. Asante Yesu. Ninakushukuru. Ninafungua midomo yangu na mioyo yangu. Ninasema haleluya. Bwana usifiwe. Jehova utukuzwe. Ninakushukuru Baba, maana umenijalia tena kutambua ya kwamba wewe Yesu, kifo chako msalabani kilikuwa ni maalumu, kwa sababu wewe ulikuwa wa kwanza kufa pasipo makosa. Wewe ndio wa kwanza kufa baada ya hakimu kutangaza kwamba hauna kosa. Wewe ndio wa kwanza kufa baada ya hakimu kutangaza ya kwamba huyu ni mwenye haki. Wewe ni mwenye haki, lakini natambua ulikufa kwa ajili yangu, ulikufa kwa ajili yetu. Yesu Kristo, wewe ulikufa ili kutupa uzima. Sasa tunatambua ya kwamba uzima tulionao hatukupata katika uzima wako, hapana. Ile uzima tulionao tuliupata katika mauti yako. Uzima tulionao tunaupata katika mauti yako. Asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tunashukuru neema yako, tunashukuru upendo wako wa ajabu, tunashukuru hatua yako ya mwisho ya kumtafuta wanadamu. Yesu Kristo, kifo chako, hukumu yako ya msalabani ilifuta adhabu yangu na laana, ilifuta alama, ilifuta adhabu yote ya mauti na laana. Maana kulikuwa adhabu ya mauti juu yetu, tena adhabu ambayo imeandikwa, mashitaka yaliyoandikwa. Lakini Bwana, kifo chako msalabani, kifo chako, adhabu yako ya kifo msalabani ilifuta adhabu zangu za mauti. Adhabu yako Yesu msalabani ilifuta adhabu zangu, ilifuta hukumu zangu, ilifuta laana zetu zote. Haleluya. Yesu, mauti yako Yesu ilifuta adhabu zetu, iliondoa laana, iliondoa mikosi, iliondoa mateso. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Na niombea kanisa lako na waombea wote waliokuamini, uzima wako Yesu tawale, uwafutie makosa, usifute makosa, utufutie adhabu. Wote ambao wamekuamini Yesu, uwafutie adhabu kwa jina la Yesu Kristo. Ujifute adhabu juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Wote waliokuamini, uiondoe laana juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Wote waliokuamini, uiondoe laana juu yao, uondoe mateso juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tunatambua kwamba mauti yako, kifo chako, damu yako kumwagika haikutufungua, kututoa tu kwenye vifungo vya dhambi na mauti peke yake. Lakini Bwana, tunatambua kwamba damu yako, mauti yako Yesu ilitufungua, ilituweka huru kutoka chini ya vifungo vya dhambi na uovu. Damu yako na kifo chako Yesu vilituweka huru, vikatufungua kutoka chini ya vifungo vyote vya laana na mateso na magonjwa na hofu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tunatangaza uhuru wale waliofungwa na nguvu za giza, wale waliofungwa na mapepo, wale waliofungwa na mateso, wale waliofungwa na hofu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya 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 Yesu Kristo, tunatangaza uhuru, tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza ushindi, ushindi usioweza kubadilika, ushindi usioweza kugeuka. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo,
Bwana Yesu, acha alama za ushindi zionekane kwa wale wote waliokuamini. Kila aliye mahali hapa, alama ya ushindi wako Yesu iwe juu yake. Alama ya ushindi wako Yesu iwe juu ya kila mmoja wetu aliye mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Alama za mauti, alama za mateso, alama za magonjwa tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba alama ya ushindi, alama ya damu yako Yesu, alama ya ushindi wako Yesu iwe juu ya kila mmoja wetu tangu sasa na milele, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka. Tunasema asante Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Asante Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu, tunakushukuru. Na acha walio wako mikononi mwako. Endelea Yesu kuwabariki na kuwatawala. Wajalie kufahamu mengi zaidi kuhusu kifo chako na ufufuko wako, kwa jina la Yesu. Amen. Amen.